unaohitajika katika katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano, Baraza la Wawakilishi halikufikia maamuzi maalum. Kwa mtazamo wa baraza kama taasisi, Muungano wa Tanzania unaweza kuchukua muundo wowote kwa kuzingatia misingi ya katiba iliyoelezwa hapo juu. Na mwisho wa nukuu. Ulipowasilishwa waraka huu, pia tulikuwa na mazungumzo na tulitaka tuone hasa maana yake nini mamlaka huru, lakini tukaambiwa hilo kufikia. Lakini katika tafsiri yetu na jinsi tulivyokuwa tumeona, nasikia maoni ya Zanzibar, tulichukulia mamlaka huru ya Zanzibar, mamlaka huru ya Tanganyika ilikuwa ama serikali tatu ama muungano wa mkataba. Sisi tukaichukulia kwamba ni muundo wa serikali tatu kwa tafsiri. Kwa hiyo kwa tathmini ya tume, muundo wa serikali mbili hauwezi kubaki kama muungano wa serikali mbili waliotuachia waasisi sio uliopo sasa. Umebadilishwa mara nyingi, na wakati mwingine bila kufanya mabadiliko kwenye katiba. Waasisi walituachia muungano wa nchi moja, serikali mbili. Nchi moja, serikali mbili. Hawakutuachia muungano wa nchi mbili, serikali mbili. Muundo wa serikali mbili ungeweza kubaki tu kama orodha ya mambo ya muungano itaongezwa baada ya kupunguzwa. Tumepunguza na bado kuna madai ya kupunguza zaidi. Huwezi kubaki na muundo wa serikali mbili kama unapunguza mambo ya muungano. Utafanya serikali ya muungano iwe ni serikali ya Tanganyika. Na serikali ya muungano ikibaki ilivyo hivi, malalamiko yataendelea. Zanzibar italalamika bado kwamba serikali ya muungano, Tanganyika imevaa koti la muungano, lakini bara nayo italalamika kwamba yeye mambo yake na rasilimali zake ndio zimekuwa muungano. Huwezi kusema ikaeleweka kwamba mafuta na gesi kwa Zanzibar ni ya Zanzibar, mafuta na gesi kwa bara ni ya muungano. Haitawezekana. Ndugu makamu mwenyekiti, kwa kipindi cha miaka 30 kumekuwapo na hoja ya serikali tatu. Kama nilivyosema, chanzo cha kuchafuka hali ya Zanzibar ilikuwa ni madai ya serikali tatu. Tume ya Nyerere, serikali tatu. G55, serikali tatu. Tume ya Kisanga, serikali tatu. Lakini zaidi tunapata maoni ni hayo.
Lakini muhimu zaidi ni kwamba matendo katika kipindi hiki kama ilivyoeleza yanaonyesha tunakwenda, maana kila mwaka 84 kuchafuka kwa hali ya hewa, pendekezo limekataliwa, lakini Zanzibar imetoka pale ikachukua madaraka, ikaanza kupunguza madaraka ya muungano. Mwaka huo 91 Nyerere anatoa ripoti, inakataliwa. Zanzibar inachukua hatua kwamba inakuwa na bendera yake, inakuwa na nembo yake, na baada ya hapo inakuja tume ya Sherukindo, mambo ya muungano yanapunguzwa. Ndio tumekwenda, ndio imebadilisha muungano, sio ule tuliokuwa nao, imebadilisha muundo huu. Sasa tumefikia hali hii kwamba msingi wa serikali mbili ilikuwa ni nchi moja, kwamba nchi ni moja. Ukiwa na nchi mbili huwezi kukwepa serikali tatu. Huwezi kukwepa kwamba upande mmoja una hadhi na mamlaka, upande mwingine hauna hadhi na mamlaka. Kwa hiyo hili hapa ni kwamba kubwa, kama tulivyofanya tathmini kwamba haya kumekuwa na kuvunjwa kwa katiba, ungeweza kurekebisha, lakini tumeona moja ni gumu, na kwa busara za tume wakasema tufumbe macho kwamba katiba imevunjwa, turekebishe kwamba Zanzibar imesema ni nchi kati ya nchi mbili. Katiba ya muungano inasema Tanzania ni nchi moja. Sasa tuamue kama tunabaki nchi moja, Zanzibar lazima ibadili. Kama Zanzibar haibadili, twende kwenye nchi mbili. Na sisi kwa tathmini yetu tulisema ni rahisi zaidi, haitakuwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa kwenda kwenye serikali mbili kuliko kuilazimisha Zanzibar, na jinsi tulivyoona wakaenda kubadili nchi kwao. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, muundo wa serikali tatu kwa tathmini ya tume haupunguzi uimara wa muungano. Muungano huu sio muungano wa serikali, sio muungano wa viongozi. Wakati mwingine tunautazama muungano kama ni muungano wa serikali ama muungano wa viongozi. Muungano huu ni wa nchi mbili kwa faida ya wananchi. Na faida kubwa tuliyopata katika miaka 50 iliyopita ni wananchi. Katika kipindi hicho muungano wa wananchi umekuwa mkubwa sana. Umewezesha kuimarisha udugu wao, kuimarisha umoja wao, kuimarisha mshikamano wao, kutuletea
amani na utulivu. Na kwa hiyo rasimu inapendekeza uraia uwe mmoja. Hili tulizungumza sana kwenye tume. Lazima uraia uwe wa nchi moja. Utulivu. Waheshimiwa, naomba utulivu tumalize. Waheshimiwa, naomba utulivu tumalize. Waheshimiwa, naomba utulivu tumalize. Mheshimiwa Warioba, endelea. Rasimu imependekeza orodha ndefu ya haki za binadamu. Lengo ya mapendekezo haya ni kumwezesha mwananchi kupata haki zake kama raia bila vikwazo. Kisiasa, atakuwa na haki ya kwenda mahali popote katika nchi na kushiriki katika shughuli za utawala bila kikwazo. Waheshimiwa, naomba utulivu. Waheshimiwa wabunge, tulipitisha kanuni wakati Jaji Warioba akifanya presentation yake, tusizomee, tusiombe mwongozo, tusifanyaje. Tumeruhusu makofi kwa pale pointi ambayo mtu inamfurahisha. Naomba tutulie, Mheshimiwa Warioba amalize. Asante. Kama raia anataka kugombea nafasi yote mahali popote anapoishi, awe na haki hiyo. Pia awe na haki ya kupiga kura ya kumchagua hata mwenyekiti wa kijiji, wa mtaa, diwani, mbunge, hata rais. Kiuchumi, bila kujali orodha ya mambo ya muungano, raia awe na haki ya kufanya shughuli zake za kiuchumi bila ubaguzi. Kama anahitaji ardhi, apewe ardhi kama raia. Hivyo utulivu, waheshimiwa. Naomba tutulie tumalize. Mheshimiwa Warioba, endelea. Katika kufanya biashara na katika kupata ajira, mwananchi asizuiwe kufanya kazi mahali popote alipo kwa sababu ya asili yake. Kijamii, mwananchi ana haki ya kupata huduma mahali popote alipo bila kujali asili yake. Kwa mfano, ingawa elimu sio swala la msingi la muungano, mwananchi awe na haki yake kama raia kupata elimu mahali popote anapoishi kwa kazi yake. Na huduma za afya iwe hivyo hivyo.
kama ikitokea ubaguzi wa raia kinyume cha haki zake, wananchi wataanza kulalamika na kuanza kubaguana. Likitokea hilo, muundo wa muungano wowote, muundo wa aina yote utayumba. Hivyo ni jambo la msingi kulinda haki za raia wa kikamilifu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, muundo wowote ule utakuwa na changamoto zake. Waasisi waliona changamoto za serikali moja, kwa sababu waliona Zanzibar itamezwa na Tanganyika, na tunaona hali ndivyo ilivyo sasa. Muundo wa serikali mbili umekuwa na changamoto nyingi ambazo zimefikisha mahali inakuwa vigumu kuendelea nao kama ulivyo. Kwa maana hiyo, hata muundo wa serikali tatu utakuwa na changamoto zake. Moja ni gharama kuongezeka. Ongezeko hilo halitakuwa kubwa kama inavyofikiriwa. Gharama kubwa kwa shughuli za muungano ni katika eneo la ulinzi na usalama, yaani jeshi, polisi, usalama wa taifa na pia mambo ya nje. Gharama hizi hazibadiliki. Uwe na serikali mbili ni zile zile, uwe na serikali tatu ni zile zile. Serikali za washirika hazitakuwa na wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya ulinzi ama ya mambo ya nje. Zinabaki ni zile zile. Gharama zitaongezeka kwenye utawala, na tume iliona hiyo, na ndiyo maana imependekeza serikali ndogo na imependekeza bunge dogo. Hivi sasa bunge la muungano lina wabunge 357 na baraza la wawakilishi lina wawakilishi 81, jumla 438. Wabunge wanaotoka Zanzibar kwenye bunge la muungano ni 77. Wasipokuwapo kwa upande wa Tanzania bara watakuwa 280. Wabunge wa mabunge matatu chini ya mapendekezo haya watakuwa ni wachache kuliko wabunge wa mabunge mawili ya sasa. Tume kwa mtiririko iliyofanya inategemea kwamba mabunge ya nchi ya shirika nayo yatapunguza wabunge ili kupunguza gharama, hasa wabunge wa kuteuliwa. Hivi sasa wabunge wa kuteuliwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano ni 10. Ukiongeza 5 wa baraza la wawakilishi wanakuwa 15. Wabunge wa kuteuliwa katika baraza la wawakilishi ni 10. Hivi jumla ni 25. Kufuatia mapendekezo ya rasimu, upo uwezekano mkubwa wa kupunguza idadi ya wabunge
katika mabunge ya nchi washirika na hatimaye kupunguza gharama za uendeshaji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama zitakazoongezeka ni za kawaida ambazo haziwezi kuepukika inapokuwa ni lazima kuleta ufanisi wa mfumo wa utawala katika mazingira ya muungano wa nchi mbili zilizokuwa huru. Lakini pia tangu muungano uundwe, kila serikali kati ya serikali zetu mbili zimekuwa zikiongeza wizara, mikoa, wilaya, taasisi mbalimbali za kiutawala ili kuleta ufanisi, na hiyo inaongeza gharama. Hivyo swala la kuongezeka kwa matumizi ni swala la lazima katika kuongeza ufanisi, hasa katika enzi hizi za ushiriki wa wananchi, ushiriki zaidi wa wananchi. Vile vile ni swala la kawaida kuendana na kukua kwa majukumu, dhamana na ukubwa wa nchi. Swala ya matumizi katika mfumo wa serikali tatu ni swala la utamaduni wa matumizi kuliko kuwa swala la muundo wa muungano. Katika rasimu, tume imependekeza mfumo ambao utaweza kudhibiti na kujenga nidhamu ya matumizi ya fedha na mali ya umma. Kwa kuwa katiba za nchi washirika zitapaswa kufuata misingi iliyomo katika katiba ya muungano, basi ni wazi mfumo mpya wa kikatiba utajenga mazingira yatakayowezesha kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kwa serikali zote tatu, pamoja na kuziba mianya ya matumizi yasiyo na tija kwa taifa, ambayo ndiyo chanzo kikubwa cha matumizi makubwa katika kuendesha serikali. Changamoto ya pili ni uhakika wa mapato ya serikali ya muungano. Tume ushuru wa bidhaa iwe ya muungano na pia mapato yasiyo ya kodi, mikopo na michango ya washirika. Ushuru wa forodha utakidhi sehemu kubwa ya gharama za muungano. Sehemu iliyobaki itachangiwa na nchi washirika. Utaratibu na viwango vya mchango utawekwa, na bila shaka utaratibu huo utazingatia pamoja na mambo mengine ukubwa wa uchumi, idadi ya watu na ukubwa wa eneo. Katika miungano yote, muungano wote ule, mchango unategemea pamoja na mambo mengine uwezo wa kila nchi, na wakati wote uchumi mkubwa huwa unabeba uchumi mdogo. Nasikia tulipopata maoni na hasa ya taasisi, wakasema, wengine walikuwa nasema, je, kama nchi moja ikikataa kuchangia, serikali ya muungano itapata wapi fedha? Sema, tazama maeneo ya muungano. Maeneo ya muungano ni ulinzi na usalama na mambo ya nje. Serikali itakayokataa kuchanga ni kwamba inasema wanajeshi wasilipwe, polisi wasilipwe, maana yake uhatarishe usalama wa nchi.
Kama kuna nchi itasema inawezekana isichangie kukiwa na sababu maalum, lakini kama ni kwa makusudi, then ni dhamira, haina dhamira ya muungano, na hiyo haitegemei muundo. Kama dhamira haipo, haya ni maeneo dunia nzima, hata wasio na muungano wanataka washirikiane katika mambo haya ya ulinzi na usalama, ya mambo ya nje. Hatukuona uwezekano wa upande wote kukataa kuchangia katika maeneo haya. Nisamehe kidogo mwenyekiti wa tume, kati ya pande zote mbili. Kwa upande wa matatizo ya kiutendaji, tume imependekeza muundo wa serikali tatu ujengwe kwenye misingi minne ya utendaji. Misingi hiyo ni muungano wa hiari, ushirikiano, mshikamano na kutegemeana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muungano uliokuwa Jamhuri ya Tanganyika na iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Msingi wa muungano huo ni makubaliano ya muungano, Articles of Union ya mwaka 64. Chini ya makubaliano hayo, mataifa hayo yalikubaliana kwa hiari kuachia baadhi ya mamlaka na kuyapeleka mamlaka hayo kwenye serikali ya muungano. Uhiari huu wa kukubali kuungana kwa mataifa haya mawili ni moja ya misingi ya utekelezaji wa muundo unaopendekezwa wa serikali tatu. Ibara ya kwanza, ibara ndogo ya 3 ya rasimu ya katiba inapendekeza, pamoja na mambo mengine, hati ya muungano iwe ni msingi mkuu wa muungano wa Tanzania. Msingi mwingine wa utendaji katika muundo wa serikali tatu ni ushirikiano. Chini ya msingi huo, serikali ya muungano na serikali za nchi washirika zitakuwa na ushirikiano baina yao katika shughuli zote za utendaji na uendeshaji wa nchi, ili mradi ushirikiano huu haukiuki katiba. Ibara ya 65, ibara ndogo ya kwanza, inapendekeza kwa nchi mshirika inaweza kuomba ushirikiano kutoka serikali ya muungano kwa ajili ya kufanikisha uhusiano wake wa kikanda na kitaifa. Aidha, ibara ya 66 inapendekeza masharti kuhusu ushirikiano kati ya nchi washirika zenyewe na baina ya nchi hizo na serikali ya muungano kwa lengo la kukuza na kulinda maslahi ya taifa na kukuza maendeleo ya nchi. Katika mfumo wa serikali tatu, uratibu na uhusiano baina ya serikali hizo ni moja ya misingi muhimu. Ibara ya 67 inapendekeza kuwapo kwa waziri mkazi atakayeteuliwa na kila nchi, atakayefanya kazi katika makao makuu ya serikali ya muungano. Moja ya majukumu ya msingi ya waziri mkazi ni kuratibu uhusiano baina ya serikali yake na serikali ya muungano. Aidha, ibara ya 109 inapendekeza kuanzishwa kwa tume ya uhusiano na uratibu wa serikali chini ya wenyekiti wa makamu wa rais. Kuwepo kwa uratibu kutaimarisha uhusiano wa kiutendaji baina ya serikali na hivyo kuimarisha muungano. Mshikamano ni moja ya misingi muhimu ya utendaji katika mfumo wa shirikisho. Msingi huu umezingatiwa katika rasimu inayopendekezwa ili kuhakikisha kuwa serikali zote tatu zinashikamana na kusaidiana katika kila hali inayoweza kujitokeza. Mathalan,
Ibara ya 62, ibara ndogo ya 3, inapendekeza kuipa serikali ya muungano kwa makubaliano na masharti maalum na serikali ya nchi shirika madaraka ya kutekeleza jambo lolote lililo chini ya madaraka ya nchi mshirika. Aidha, ibara ya 65 na 66 zinapendekeza kuwapo kwa ushirikiano baina ya serikali za nchi washirika na kati ya serikali hizo. Msingi huu ni muhimu katika kuhakikisha kuwa wananchi wa pande zote mbili za muungano na nchi za washirika. Msingi wa kutegemeana unakusudia kuweka utaratibu wa mamlaka za chini kutekeleza majukumu yaliyo ndani ya uwezo wake, ikiwa mamlaka hizo zinaweza kutekeleza majukumu hayo kwa ukamilifu. Msingi huu wa kutegemeana unaruhusu mamlaka ya juu kutekeleza mambo ambayo kwa kawaida hutekelezwa na mamlaka ya chini, iwapo mamlaka ya juu ina uwezo wa kutekeleza jambo husika kwa ufanisi au vinginevyo. Ibara ya 65 na 66 zimeweka msingi kwamba ingawa serikali ya muungano itakuwa na mamlaka ya kushughulikia mambo ya muungano, serikali hiyo kwa ridhaa ya nchi mshirika itakuwa na mamlaka ya kushughulikia mambo yasiyo ya muungano katika nchi ya mshirika. Msingi huu utasaidia kuimarisha utendaji katika muundo wa serikali tatu. Hii maana yake 64 Tanzania kwa hiari yake ilikabidhi madaraka yake kwenye serikali ya muungano. Kwa kiwango tunasema hii inaruhusu mshirika yoyote ile kukabidhi baadhi ya madaraka yake kwenye serikali ya muungano, lakini iwe kwa hiari. Ndio maana yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, muungano pamoja na matatizo yote tulionayo umedumu kwa miaka 20, 50. Kuna hofu kwamba muundo wa serikali tatu utavunja muungano. Baada ya kutafakari kwa kina, tume inaamini hakuna msingi wa hofu hii. Waasisi mwaka 64 walikubaliana orodha fupi ya mambo ya muungano, hasa yale ya kidola. Ukiacha bandari na biashara ya nje, mengine yote yalikuwa ni ya kidola. Biashara ya nje iliwekwa kwa sababu ilikuwa inahusiana na mambo ya nje. Bandari iliwekwa kwa sababu ilikuwa inahusiana na mambo ya ulinzi, lakini ilikuwa ni orodha ndogo. Hakukuwa na sharti kwamba muungano utakuwapo tu kama mambo yote ya Tanganyika yatawekwa chini ya muungano. Ni Tanganyika kwa hiari yake ilikubali mambo yake yote yawe kwenye mamlaka ya serikali ya muungano. Sababu za kufanya hivyo zilikuwa mbili. Sababu ya kwanza ilikuwa kupunguza gharama, hiyo nimekushaieleza. Sababu ya pili ilikuwa matumaini kwamba siku ambayo hakutakuwa na hofu ya Zanzibar kumezwa na Tanganyika, basi tungekuwa na serikali moja. Hali halisi ilivyo sasa inaonyesha kwamba hatutafikia azma ya kuwa na serikali moja. Kuingiza mambo ya Tanganyika kwenye serikali ya muungano ndio chanzo kikubwa cha matatizo tuliyonayo. Sababu kubwa ya Zanzibar kudai mambo ya muungano yapunguzwe
ni kutokana na hisia kwamba serikali ya muungano inaonekana ni serikali ya Tanganyika. Hali hii inapunguza uzalendo na kuchochea utaifa. Kwa miaka 50 wananchi wameungana, wameimarisha udugu wao, umoja wao na mshikamano wao. Nchi imejenga taasisi ambazo zimezoea kufanya kazi kwa pamoja, na viongozi pia wamejenga utamaduni wa kufanya kazi kwa pamoja. Mambo haya yote yamejenga utamaduni wa taifa na kukuza uzalendo. Madhumuni ya kupendekeza muundo wa serikali tatu ni kuondoa kero ambazo zinahatarisha umoja, uzalendo na mshikamano. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii kutoa shukrani zangu binafsi kwa watumishi wa Secretariat na wajumbe wenzangu wa tume. Tume imekamilisha kazi yake kwa muda uliopangwa kutokana na kazi nzuri iliyofanywa na Secretariat. Wakati wajumbe wa tume walipokuwa wanakusanya maoni mikoani, watumishi wa Secretariat waliofuatana na wajumbe walifanya kazi kwa muda mrefu sana, hata siku za mapumziko. Walikuwa wa kwanza kuamka na walikuwa wa mwisho kwenda kulala. Walihakikisha kwamba kila neno lililosemwa na mtoa maoni liliwekwa kwenye kumbukumbu. Madereva nao walifanya kazi za ziada hata wakati walipokuwa wamechoka. Watumishi waliobaki ofisini, kila mmoja na kwa ujumla wao, walifanya kazi kwa kujituma sana, na waliweza kuziweka pamoja kumbukumbu zilizotoka mikoani na kufanya maandalizi ya vikao vya tume. Kazi hii waliifanya kwa haraka lakini kwa umakini mkubwa. Na washukuru sana sana wajumbe wa Secretariat. Na washukuru wajumbe wenzangu wa tume, ikiwa ni pamoja na kama mwenyekiti, katibu na naibu katibu wa tume. Baada ya kuteuliwa na kuapishwa na Mheshimiwa Rais, mimi kama mwenyekiti nilikuwa na wasiwasi mkubwa kama tungeifanya kazi yetu kwa ufanisi na kwa wakati. Tulikuwa katika makundi ya kutoka Tanzania bara na kutoka Tanzania Zanzibar. Tulikuwa tumeteuliwa kutokana na mapendekezo ya makundi mbalimbali: vyama vya siasa, jumuiya za kidini, asasi za kiraia, wanaharakati, wanauamsho na kadhalika. Tulikuwa na muono tofauti, itikadi tofauti, msimamo tofauti na imani tofauti. Ilionekana dhahiri kuwa kazi yetu ingekuwa ngumu. Bahati nzuri, wenzangu wote walitambua changamoto hiyo. Kwa hiyo mapema kabisa tulitambua kwamba jukumu letu ni kulitumikia taifa, sio makundi yaliyotupendekeza au nafsi zetu. Tulikusanya maoni ya wananchi kwa msingi huo na bila kuchakachua. Mijadala yetu ilikuwa ya wazi na ukweli. Hata tulipopata matatizo ya kufikia uamuzi kwa swala lolote, hatukukimbilia kupiga kura. Tulijifungia kwenye vikundi vya watu wenye mawazo kinzani
na mwisho tukafikia maridhiano na mwafaka. Dira yetu ilikuwa maslahi ya taifa. Hatukupiga kura hata mara moja kwa jambo lolote, wala kuwa na mawazo mbadala. Kila ibara iliyomo kwenye rasimu hii ya katiba ambayo naiwasilisha leo katika bunge hili maalum la katiba inaungwa mkono na kila mmoja wetu. Hiyo haina maana kwamba kila mmoja wetu ameacha imani yake, itikadi yake ama msimamo wake. Kuna mambo ambayo kila mmoja wetu amebaki na imani yake na msimamo wake. Kwa mfano, kwenye swala hili la muungano, tupo tunaoamini muundo unaofaa ni serikali moja. Tupo tunaoamini muundo unaofaa ni serikali mbili. Tupo tunaoamini muundo unaofaa ni serikali tatu. Tupo tunaoamini muundo unaofaa ni muungano wa mkataba. Wote tunachoamini wote kwa pamoja ni umuhimu wa kuendelea kuwepo na kudumu kwa muungano. Baada ya kusikiliza wananchi, dira yetu imekuwa ni maslahi ya taifa na sio maslahi ya makundi yetu kama nafsi. Na washukuru sana wajumbe wenzangu wa tume kwa kusimama kwenye misingi ya kiutendaji ambayo imetuwezesha kukamilisha kazi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nimalizie kwa niaba ya tume kukutakia wewe na waheshimiwa wabunge heri na fanaka katika kazi yenu hii muhimu. Jukumu lenu ni kubwa na lina ugumu wake, lakini tunaamini mnao uwezo wa kufanya kazi yenu kwa ufanisi, na mwisho mtakubaliana kupendekeza katiba ambayo itakidhi matakwa ya wananchi na kuendelea kuliunganisha taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano. Baada waheshimiwa wabunge wa bunge maalum, baada ya kumsikiliza Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba, nitakuombeni mambo matatu. La kwanza, kwa mpangilio, nadhani ni vema angalau tena kwa niaba ya makamishina wote tukamsikia makamu mwenyekiti kwa neno fupi tu, asiwe amekaa hapa muda wote huo yumo ndani ya ukumbi tusisikie hata sauti yake. Kwa hiyo nimemwandikia note ili aweze kutusalimia, nikusalimia. La pili, kwa niaba yetu nimekubaliana na makamu mwenyekiti wa bunge hili la maalum la katiba, yeye atatoa, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, neno la shukrani kwa niaba yetu sote. La tatu, nimepokea maombi mbalimbali hapa
yanahusu hivi kweli tuendelee na kanuni saa 10 au unajua vitu vingine unaharibu ladha ukijichanganyia tu vitu alafu mtiririko hauji vizuri. Kwa hiyo kumekuwa na ombi hapa ambalo sasa nitawahoji, kwa sababu ombi hili linasema ili tukatafakari vizuri hotuba hii ya kihistoria ya mwenyekiti wa tume, basi pengine vizuri semina yetu ya kanuni ianze kesho saa 3 asubuhi. Wanaoafiki tuanze saa 3 kesho waseme ndio, wasioafiki waseme sio. Nahisi wanaoafiki wameshinda. Na kwa hiyo sasa, kwa heshima na taadhima, namkaribisha Jaji mstaafu Agustino Ramadhani, makamu mwenyekiti wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba, aje mbele hapa mezani kuweza kutusalimia kidogo. Karibu sana mheshimiwa. Asante mheshimiwa mwenyekiti wa bunge hili maalum. Asanteni sana wajumbe wote. Sasa sisi wengine tumetoka kwenye nidhamu mbalimbali. Kuna nyingine tunaita polite command, na nimekaa pale nikashtukia naletewa kijinoti tu kinatoka kwa mheshimiwa mwenyekiti ambaye alikuwa mbele yangu hata huko Tabora School. Kwa hiyo nikaona hii ni polite command, huwezi kusema hapana. Kwa hiyo nikaja. Lakini pia nimeona ni nafasi nzuri. Amemaliza mwenyekiti wangu au mwenyekiti wetu kwa kutushukuru wajumbe wote, kuanzia makamu, makamishna, watu wa sekretariat, madereva na watu wengine wote. Sasa nikaona Mungu akupe nini. Basi nikaipokea vizuri, kwa maana mimi iwe ni nafasi yangu ya kukushukuru Mheshimiwa Jaji Sinde Joseph Warioba. Na naamini kabisa kwamba ninazungumza haya kwa niaba ya makamishina wenzangu ambao wamejaa kule. Kama vile wewe mwenyewe ulivyosema ulivyomalizia kwamba tume ilikuwa na watu 34 wa kutoka nyendo mbalimbali. Kulikuwa na CCM damdam kama wewe mwenyewe. Kulikuwa na Chadema kama kina Profesa Baregu. Kulikuwa na NCCR Mageuzi, na bahati mbaya Mungu amweke mahali pema mwenzetu Dr. Mvungi na wengine mbalimbali. Na kama wewe mwenyewe ulivyosema, hatukupiga kura katika jambo lolote, na hii yote ni kwa ajili ya uongozi. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kwa dhati kabisa na kwa niaba ya wenzangu kukupongeza. Mimi, ndugu wabunge, najaribu muziki kidogo, lakini naliambiwa wakati fulani kwamba kwenye bendi yule bendi master ni vizuri akajua vyombo vyote vile, lakini vyombo viko vingi sana. Sasa kuvijua vyote vigumu.
lakini ule utaalamu wake na uwezo wake wa kuongoza, ndipo ataongoza ile orchestra yote ya vyombo vyote ambavyo vingine wala kuvipuliza havijui, mkapata muziki mzuri mkaupigia makofi. Sasa na makofi yote mlioyapiga kutokana na maelezo chungu zima ambayo mwenyekiti wetu ameeleza tokea asubuhi saa 3:30 nafikiri au saa 4, ni kutokana na kazi nzuri iliyofanywa na wajumbe au commissioners, kutokana na uongozi mzuri ambao ametuongoza. Kwa hiyo nasema pongezi kubwa sana, asante sana. Lakini sasa mimi nipate nafasi pia niwapongezi na nyinyi wabunge hili maalum, kazi yenu kubwa ya kihistoria. Kwa hiyo basi tunatazamia makubwa, macho masikio ya Watanzania wote yako humu na hata dunia, na nasema hivi nikiwa najua kabisa nini ninachosema. Kwa bahati nzuri nashukuru nimo katika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu, African Court of Human and People's Rights, wanakutana Arusha. Hivi jana nimekimbia kutoka Arusha kuja hapa kwa ajili ya hii tu, na Mungu akinijalia kesho narudi tena Arusha kwa ajili ya hii. Hao wenzangu ulipoaga walikuwa na shauku kubwa. Nyinyi wenyewe mnajua nafasi ya Tanzania katika Afrika. Kwa hiyo wanapoona kwamba Tanzania tunabadilisha, tumo katika mchakato wa kutengeneza katiba mpya, walikuwa na hamu kubwa sana. Kwa hiyo nasema hiyo kwamba kwa kweli sisi Tanzania tu, lakini hata huko nje. Kwa hiyo ndugu zangu, wazee wangu, tunawasihi mtuletee kitu ambacho tutaweza kukitumia kwa miaka mingine 50 kama sio 100 ijayo. Na jambo kubwa ni ushirikiano na mshikamano wenu na utanzania wenu. Nichukue nafasi hii pia kukupongeza Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi, lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza na yule ambaye alikupa changamoto, naye kwa kukupa changamoto. Pia nimpongeze na Mheshimiwa Makamu, na pia nimpongeze na katibu na msaidizi wa katibu, na niwatakie kila la heri. Saa imekaa mbaya, tumechoka na njaa zinauma. Asanteni sana. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya wenzangu nakushukuru sana Mheshimiwa Jaji Augustino Ramadhani, makamu mwenyekiti wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba, kwa nasaha ulizotupa. Sasa naomba nimwite Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Bunge Maalum la Katiba, Bi Samia Suluhu, aweze kutoa neno la shukrani kwa niaba yetu sote. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bunge Maalum la Katiba, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba, makamu mwenyekiti na makamishina wote, waheshimiwa wabunge wenzangu wa bunge hili maalum la Katiba, asalamu alaikum. Kwanza kabisa kwa niaba ya bunge zima nichukue nafasi hii kuishukuru sana Tume ya Mabadiliko ya Katiba kwa kazi kubwa na nzito ambayo mmeifanya.
Lakini pili, nimshukuru kwa umakhususi Mheshimiwa Jaji Warioba kwa kazi aliyoifanya ya kuwasilisha akiwa na nguvu na kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia nawashukuru waheshimiwa wabunge kwa kuwa tumejaza bunge leo na hatuoni viti ambavyo viko waziwazi, kama vipo sio vingi, na kwa pamoja tumepokea ripoti hii. Kwa niaba ya wenzangu niseme tu kwamba waheshimiwa wajumbe wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba, tumepokea rasimu ya katiba na tutaifanyia kazi ipasavyo kwa mujibu wa sheria inayotuongoza. Kwa bahati nzuri hapa ndani sisi tuna kanuni na kanuni zinatuongoza kupiga kura. Nyinyi hamkupiga kura, sisi tutapiga. Na niseme kwamba tutaifanya kazi hii kama mlivyotuomba, kwa maarifa makubwa na kuiletea Tanzania katiba ambayo itatumika miaka mingi mbele chini ya uongozi wa Ben Master wetu Mheshimiwa Sita ambaye ni mwenyekiti wa bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa fursa hii. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa bunge hili maalum kwa kututolea shukurani sisi wabunge wote wa bunge hili maalum. Waheshimiwa, nayo matangazo machache hapa. La kwanza, ndugu zetu wa Ukawa wanaombwa na katibu wao ndugu Julius Mtatiro